Baada tu ya siku moja Ogobina kuweza kuonekana katika protest ambazo pia zimekuwa zikiendelea hapa nchini Kenya, protest ambazo pia ni za Gen Z, na pia Ogobina tu alikuwa mmoja wa watu ambao pia waliweza kuhusika katika hizo protest ambazo pia zilikuwa zinaendelea tu hapa nchini Kenya, haswa tu Nairobi. Katika mtandao wake wa Instagram ameweza kusema kwamba ameweza kupata taarifa kuna baadhi tu ya watu ambao pia walikuwa tu wanamtafuta katika Ogobina Studios ambazo pia aliweza hajaweza kulaunch kabisa, lakini Ogobina Studios ni kitu ambacho pia kina exist sasa hivi, lakini hakuna msanii ambaye pia ameweza kuwa signed, akisema tu kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa katika police uniforms walikuwa tu wameweza kumtuma ama kuweza kutumwa aweze kuwa arrested. Kwa bahati nzuri hakuwa huko kabisa, alikuwa katika shughuli zake nyingine, akisema ni kwamba ni kitu ambacho pia ameweza kipata akiwa tu ameweza kushangaa sana, kwa sababu anashangaa ni vipi tu kuweza kutokea katika demonstration inafanya paka anaweza kutafutwa hivyo. Ukumbuke si mara ya kwanza Ogobina kuweza kuparticipate kwa protest. The last time tuliweza kumuona katika protest, na pia tu si mara ya kwanza yeye kuweza kusema kwamba ameweza kupanic na government, kwa sababu the last time tuliweza kuona wakati ambao pia waliweza kufanya interview na the former deputy president Rigathi Gachagua, mwenyewe aliweza kusema kwamba life yake ilikuwa in danger, na this time round pia ameweza kutoa taarifa baada tu yeye kuweza kuparticipate katika protest ambazo pia zilikuwa zinafanyika kule Nairobi, kwa sababu kulikuwa na celebrity wengi waliweza kufika kule ambao pia waliweza tu kuungana na Wakenya wengine ili tu kuhakikisha kwamba wana support kitu ambacho pia Wakenya walikuwa wanaendelea kuweza kufanya, kwa sababu walikuwa wanafanya anniversary ya watu ambao pia waliweza kuuliwa last time katika protest. Lakini mtu ambaye pia aliweza ku stand out ni Ogobina, ambaye pia amekuwa tu akitafutwa na polisi kulingana na taarifa ambayo pia aliweza kutoka katika Instagram ya kwake. Ni kitu ambacho pia ameweza kusema kwamba pia yeye anaogopa zaidi, kwa sababu si mara ya kwanza vitu kama vile kuweza kufanyikia celebrities hapa nchini Kenya ambao pia wana participate katika protest, kwa sababu government inaangalia tu watu ambao pia wanajaribu kuweza kusukuma hiyo hashtag ama celebrities ambao pia wanahusika katika demonstration wanaweza kamatwa, ili tu kujaribu kuwa scared wasirudi katika protest ama wasisupport protest kabisa. Ni issue ambayo pia tutakuwa na follow karibu zaidi kuweza kuona kama Ogobina atakuwa arrested ama itakuwa kwaje. Katika Udaku 254 na kupatia story ambazo zina trend mitandaoni, una make sure umesubscribe. Baby wa baby alafu huyu ni baby what's it called, blue band? Mafi Muscular. You know what? Yeah, this is it.